Tangu mwanzo kabisa, Joseph Octavian Limo, anayejulikana kama Chicksone Nai, alibebe ndani yake cheche ambayo haikuweza kuzimwa. Alizaliwa tarehe 23 Aprili 2001 mjini Arusha, Tanzania. Utoto wake uliashiriwa sio tu na maisha ya kawaida ya shule bali pia na kiu isiyo ya kawaida ya maarifa na imani thabiti kwamba elimu inaweza kubadilisha maisha. Katika shule ya sekondari Majengo, Joseph aligundua nguvu ya ushirikiano na urafiki wa kudumu, hasa kupitia uhusiano wake na Hanson Nko, anayejulikana kwa upendo kama Hermano. Wakiwa pamoja, walishirikiana vicheko kwenye korido zenye vumbi, wakapanga ndoto chini ya kivuli cha miti, na kusoma hadi usiku wa manane katika mwanga hafifu wa taa za maktaba. Walimu waliona namna ya kipekee Joseph alivyokuwa akifikiri, mara nyingi wakisimama katikati ya somo kumkumbusha asipoteze kipaji chake cha kuuliza maswali. Maneno ya baba yake wakati wa chakula cha familia yalibaki akilini mwake: elimu ni silaha yako, mwanangu. Uzoefu huu wa awali uliotesha mbegu za maono ambayo yangekuwa zaidi ya kuta za shule yake. Kadri Joseph alivyokuwa, mawazo yake yalianza kuchukua umbo katika daftari lililojaa michoro ya ramani na maneno yaliyopigiwa mistari kwa uthabiti. Jina CX09 lilionekana kwa mara ya kwanza, likichorwa kwenye kurasa kama alama ya uwezekano. Hermano alisikiliza kwa makini, akimtia moyo kwa imani kwamba wazo hili lingeweza kuwawezesha vijana wa Afrika. Ndani ya maabara za kompyuta, uso wa Joseph uliangaza katika mwanga wa skrini. Alipokuwa akichunguza teknolojia, akibuni mwongozo wa masomo kwa lugha mbili uliolingana na mitaala rasmi na kufanya dhana ngumu ziwe rahisi kwa walimu na wanafunzi. Kazi yake haikuwa ya kitaaluma pekee, ilikuwa ya vitendo, ikijenga daraja kati ya mitaala rasmi na hali halisi ya darasani. Mabango na nembo ziliibuka, rangi zikachaguliwa kwa umakini, na maelezo ya chapa yakakamilishwa huku vicheko vya Hermano vikisikika nyuma. Uelewa wa maisha yake katika hatua hii unaweza kuelezwa tu kama kuamka kwa maono. Elimu sio tu madarasa, ni uwezekano. Kuzaliwa kwa CX09 kulikuwa hatua ya mabadiliko. Joseph alisajili jina rasmi, akibadilisha michoro yake kuwa harakati. Vijana walikusanyika kuzunguka karatasi zenye maelezo, kompyuta zikiwa na shughuli nyingi, na studio za ubunifu zikijaa michoro na mabango. Joseph alirekodi video za motisha, akitangaza, elimu ni cheche inayowasha ndoto. Tovuti ilizinduliwa, walimu wakatafuta rasilimali mtandaoni, na wanafunzi wakapiga kambi wakijifunza usiku kucha. Vilabu vya mdahalo vilistawi chini ya uongozi wake, ambapo aliwahimiza wenzake kwa maneno: hoji kila kitu, hata mimi. Jukwani, Joseph alizungumza na umati, mwanga wa jukwaa ukimulika, huku Hermano akipiga makofi kwa fahari. Uelewa ulitangaza: Afrika haifuati tu, inaongoza. Urithi na msukumo vilikuwa kitendo cha mwisho cha hadithi yake inayoendelea. Joseph alitembea mitaa ya Arusha, watoto wakimpungia mikono kwa furaha, Hermano akiwa kando yake kama kawaida. Warsha na walimu, vipindi vya kompyuta na wanafunzi, na madarasa kote Afrika vilihusiana katika mfululizo wa maendeleo. Katika mkutano wa vijana, Joseph alitangaza, mustakabali ni wetu. Mfululizo wa mwisho ulionyesha madarasa, mijadala, kompyuta na nembo ya CX09 iking'aa kwa mwanga. Picha ya mwisho ilibaki ikimwonyesha Joseph akitazama mlima Meru wakati wa machweo, kivuli chake kikiwa kimepambwa na upeo wa macho. Uelewa ulipotea na maneno yaliyoshika kiini cha safari yake. Kutoka Arusha hadi Afrika, cheche inaendelea kung'aa.